Naam, nafurahia kwamba tunaendelea vizuri. Ningetaka sasa tuingie katika kigezo kingine ambacho sasa ni kigezo cha kuhakiki kazi ya kifasihi ya tamthilia. Na tunapoangalia tunapata kwamba tumeweza kuchambua maana ya tamthilia. Hivi sasa tumepata msamiati mpya unaosema uhakiki. Na uhakiki ni nini? Uhakiki ni nini? Je, uhakiki ni nini? Kuhakiki ni kutathmini, kueleza, kuainisha, na kutoa maoni juu ya kazi fulani ya fasihi kwa kuongozwa na kaida au kanuni maalum. Naam, tunaona kwamba uhakiki ni kutathmini, kueleza. Pale ambapo wewe kama mwanafunzi ama kama msomi utaweza kuisoma ile kazi ya tamthilia, uieleze. Unaweza ambiwa ueleze sifa, unaweza ambiwa ueleze mbinu za lugha, tutaziangalia, usiwe na shaka. Unaweza ambiwa ueleze maudhui au sifa za wanawake, sifa za vijana, au ueleze jinsi ambavyo uongozi mbaya. Kwa hivyo unatathmini, unaainisha. Unaweza ambiwa uainishe mitindo ya lugha inayotumika. Uainishe jinsi ambavyo mandhari yanavyojitokeza. Pia unaweza ambiwa utoe maoni. Toa maoni yako kuhusiana na jamii ya kisasa. Kwa hivyo pale utapata kwamba unapotoa kwa mfano jinsi ambavyo ninavyoelezea, eleza jinsi utamaduni umekithiri katika tamthilia fulani. Tunaona kwamba utakuwa umetoa maoni ukiongozwa na kanuni maalum. Unatoa maoni ya nini? Utamaduni. Ukiongozwa na kanuni ya utamaduni. Kwa hivyo unatoa maoni juu ya kazi fulani ukiongozwa na kanuni maalum. Kanuni zenyewe zinaweza kuwa ni wahusika, fani, maudhui, dhamira, mandhari na kadhalika. Hivyo basi tunaweza pia sema kwamba kwa maneno machache tunaweza sema ya kwamba uhakiki wa tamthilia ni uchambuzi
uchambuzi wa kazi ya fasihi. Uchambuzi wa kazi ya fasihi kwa kufafanua lengo au kusudi. Lengo au kusudi la kazi hiyo ni nini? Naam, hivyo basi kufikia hapo tutaweza kuangalia njia mbalimbali za kuweza kuchambua kazi ya fasihi kwa kufafanua lengo. Kwa nini mwandishi, kwa mfano Daktari Timothy Arege aliandika Wema Hauozi, alikuwa na lengo lipi? Kwa hivyo tukienda kutafuta kufafanua lengo, tutaweza kuwa tunahakiki, tunaainisha, na hivyo basi itakuwa ni kazi chepesi mno iwapo kama utaweza kunifuata katika Mwalimu Victor TV. Subscribe, hit the notification, na ukiona ni kazi na kufaa, unaweza pia share na mwenzako, naye mwenzako aweze kupea mwenzake, tuweze kukuza lugha yetu ya Kiswahili na fasihi katika jamii. Hivyo sasa ningetaka tuweze kuangalia vigezo vya uchambuzi katika kazi ya tamthilia. Vigezo vya kuzingatia ukichambua tamthilia. Kwa hivyo unapoangalia kazi yako, kwa mfano wa tamthilia, kwa mfano Wema Hauozi. Umepewa Wema Hauozi au umepewa Bembea ya Maisha. Kitu cha kwanza kinafaa kuja kwenye akili yako ni kwamba mbona mwandishi wa kitabu hiki akakipea anwani ya mfano Bembea ya Maisha au Wema Hauozi. Kwa hivyo pale unapoisoma ile kazi ya fasihi, huenda yaweza kuwa riwaya, tamthilia, hadithi fupi, ushairi, unafaa unazingatia mambo kadhaa. Na jambo la kwanza muhimu kabisa, unafaa kuzingatia dhamira. Uzingatie dhamira. Unazingatia dhamira. Dhamira ni nini? Dhamira ni nini? Dhamira pia ni lengo. Ni lengo au pia wazo kuu. Au pia wazo kuu ambalo linaonyesha funzo, ambalo linaonyesha funzo
ambalo linaonyesha funzo kutokana na, samahani, ubao wangu ni mfupi, kutokana na kusudi kazi hiyo. Ni lengo au wazo kuu ambalo linaonyesha funzo kutokana na kusudi la kazi hiyo. Unaweza pata pia dhamira huweza kuleta dhana ya swali. Huweza kuleta dhana ya swali la ni nini? Ni nini lengo au funzo ama wazo? Ni nini lengo la mwandishi? Au ni lengo lipi la mwandishi, ama lengo la mwandishi ni nini? Lengo la mwandishi ni nini? Kwa hivyo unaweza pata ya kwamba kazi hii ya tamthilia ni kazi ambayo inatokana na mtazamo wa mwandishi. Kwa hivyo ikiwa ina mtazamo wa mwandishi, itabidi wewe kama msomi uweze kutambua ni jambo lipi hilo mwandishi analolizungumzia. Na hivyo basi ni wewe kama msomi uweze kuwa unatambua wazo linalowekwa pale na mwandishi. Hivyo basi kupitia hao maelezo ya dhamira, natumai ya kwamba wewe kama mwandishi, kama msomi, utaweza pia kuelewa kazi ya fasihi. Jambo la pili ambalo ni lingine ambalo ni muhimu sana ni maudhui. Maudhui. Utapata ya kwamba unaposoma kazi ya fasihi na hauna maudhui, ama hauwezi kujua ni nafasi zipi ambazo zimepewa muhimu katika hii fasihi, itakuwa ni ngumu kwako kuweza kuendeleza hiyo kazi. Maudhui huweza kutupatia swali la ni nini kilichofanyika. Huweza kutupatia swali la ni nini kilichofanyika. Ni nini kilichofanyika? Ni nini kilichofanyika? Ni nini kilichofanyika? Au ni kipi kilichofanyika? Kwa hiyo tunapata kwamba unapoangalia maudhui, maudhui yanayojitokeza katika kazi ya fasihi huweza kujenga mazungumzo ya wahusika. Maudhui huweza kujenga mazungumzo ya wahusika.
huweza kujenga mazungumzo ya wahusika. Pale ambapo utapata ya kwamba mandhari fulani ama umejipata katika sajili fulani ya kanisani ama msikitini. Kwa hivyo ukiwa pale, ni nini kitachofanyika pale? Watu walio kwenye katika makazi mandhari ya kuabudu Mungu, unapata ya kwamba mazungumzo pale ya wahusika itakuwa ni mazungumzo yanayojikita katika mazingira haya. Hivyo basi, maudhui yanayopatikana pale ni maudhui ya dini. Manake, kile ambacho kinafanyika pale kinajengwa na mazungumzo ya wahusika. Hivyo basi utapata kwamba wahusika wataweza kuwa na maudhui ya dini. Pia, kuna maudhui ya mabadiliko. Kwa kupitia mabadiliko, kwa mfano, tupeane mfano ya maudhui. Mfano ni mabadiliko. Tunapata ya kwamba maudhui kama haya mabadiliko huweza kupitishwa kwetu kwa kupitia wahusika. Inajengwa kwa kupitia wahusika. Kwa mfano mabadiliko, utaweza kuona mhusika fulani amebadilika kutoka kwa tendo fulani hadi tendo fulani. Tendo linaweza kuwa alikuwa mzuri akakuwa mbaya, au alikuwa mbaya kisha akawa mzuri. Kuna pia uongozi mbaya. Uongozi, sasa niweke tu uongozi, waweza kuwa uongozi mzuri, waweza kuwa uongozi mbaya. Ndoa, migogoro, conflicts, falsafa, falsafa kwa Kiingereza ni philosophical stances. Kwa hivyo kwa wale ambao wanauliza kuhusu falsafa ni nini, huku ni kuchunguza mambo kama kuweko na kutokuweko. Kwa mfano ukweli, ujuzi, uzuri, mema na mabaya katika jamii. Kwa hivyo falsafa ambazo zimo katika jamii. Ukitoka pale, ukizingatia dhamira na maudhui, jambo lingine ambalo la maana sana ni mtindo. Mtindo ni nini? Mtindo ni mbinu za kipekee kifani tutaweza kuona ni zipi ndizo mbinu za kipekee. Hizi ndizo hutofautisha mwandishi mmoja na mwingine. Ni mbinu za kipekee kifani. Hizi ndizo hutofautisha mwandishi mmoja na mwingine. Tutapata kwamba
Kazi nyingi za kifasihi huwa zinatofautiana na jinsi unaweza pata mwandishi fulani ametumia mbinu nyingi sana za methali kuweza kuwasilisha ujumbe wake. Mwandishi mwingine anaweza tumia mbinu ya taharuki kuwasilisha ujumbe wake. Kwa hivyo mtindo hii, kuna mwandishi mwingine atatumia sadfa, kuna mwingine atatumia chuku kama njia ya kipekee ya kupitisha ujumbe wake. Kwa hivyo mitindo hii ni kadha wa kadha, na mitindo hii hutofautisha mwandishi mwingine kwa jinsi gani? Ya kwanza, kivipi? Tunajiuliza kivipi? Hizi ndizo hutofautisha mwandishi mmoja na mwingine. Kivipi? Unaweza andika hapa kivipi? Kivipi? One, jinsi ambavyo mwandishi anavyotumia lugha, na pili, anavyoteua msamiati, na ya tatu, anavyosimulia hadithi yake. Ni mbinu za kipekee. Kwa hivyo jinsi ambavyo mwandishi anavyotumia lugha yake, anavyoteua msamiati aliotumia, ndivyo ambavyo wataweza kutofautishana kimtindo. Kuna mitindo kadhaa ambayo hutumika. Na tutaweza kutumia mtindo wa kwanza. Lakini kabla ya tuendelee, tunaweza angalia pia jambo la 4 wanaolizingatia ni kwamba namna anavyopanga sura, namna mwandishi anavyopanga sura yake. Sura ni plot ya. Kwa mfano, anaweza ipanga kwa njia gani? Ataipanga kwa njia ipi? Je, sura yake ni ndefu au ni fupi? Sura yake ni ndefu au? Je, sura yake sura ni fupi au ndefu? Je, sura ni ndefu, fupi au ndefu? Samahani juu ya nafasi. Pia unaweza angalia hisia za mwandishi. Hisia za mwandishi. Mwandishi anapoandika kazi yake ya fasihi huwa anakusudia hisia zipi? Je, hisia zake zinaonekanaje? Je,
Hapa tunaweza kuwa na swali la je, hisia zake zinaonekanaje? Je, hisia zake mwandishi anapoandika kazi yake zinaonekanaje? Je, mwandishi anapoandika ni mwenye mapenzi? Mfano mapenzi, kuna mapenzi kwenye kazi yake. Jambo lingine, kuna matumaini. Kuna matumaini ya jambo fulani. Matumaini. Kuna matumaini ya jambo fulani. Je, anakejeli? Anakejeli. Anadhihaka. Kwa hivyo tunapata ya kwamba kwa kupitia hisia za mwandishi tunaweza kuweza kupata vigezo ama uhakiki wa tamthilia. Tutaweza pia kuangalia kuweza kujua, je, lengo la mwandishi lilikuwa lipi katika kazi hii yake ya kifasihi. Jambo lingine ni namna ambavyo mwandishi amesimulia kazi yake. Tunaweza ita ni namna ya usimulizi. Namna ya usimulizi. Je, kazi yake ameisimulia katika nafsi ya kwanza? Hii tunaangalia nafsi ya kwanza, koma, ya pili, au ipi ingine, au ya tatu. Je, mwandishi ametumia nafsi ipi kuandika kazi yake ya fasihi? Jambo lingine ambalo ni la mwisho la kuangalia katika mtindo ni ametumia lugha kwa jinsi gani? Ametumia lugha kwa jinsi gani? Kwa hivyo tunaweza sema matumizi ya lugha. Matumizi ya lugha. Mwandishi ametumia lugha ipi? Lugha rahisi au ni ngumu? Lugha rahisi au ngumu? Ametumia lugha rahisi au lugha ngumu? Pia tunapata kwamba hivi ndivyo vipengele vinavyojitokeza katika tamthilia, na tunapozungumzia dhana ya mtindo tunaweza rejelea mwandishi husika, kwa maana kwamba tutakuwa tunarejelea mtindo wa mtunzi mhusika. Na kwa ujumla haya ndio mambo ambayo itaweza kujenga pia mandhari na pia uteuzi wa msamiati wa mwandishi. Hivyo basi nitaweza kuangalia aina ya mitindo. Aina ya mitindo katika uchambuzi wa kazi fasihi simulizi.
Kwa hivyo tukiendelea, aina za mbinu za mitindo ni mbili tu, ambazo ni mbinu za lugha na mbinu za uandishi. Kwa hivyo utaangalia video inayofuata ambayo itaweza kukuelezea aina za mitindo, na tutakuwa tunaanzia katika video nyingine, mbinu za lugha. Kama video imekufurahisha, share it with your friends, na pia kama uko na swali andika hapo kwenye comment section, nitaweza kukujibu. Asante.